Sababu 7 zinazopelekea wanandoa kukosa kufurahia tendo la ndoa ama kukosa kuwa na hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Sasa uyamkini labda leo unapitia katika changamoto ya kwamba ndoa yako, swala zima la tendo la ndoa kwako ni mgogoro, ni jambo lenye changamoto kubwa sana. Pengine mnalifanya haulifurahii, ama pengine hamlifanyi kabisa. Unajiuliza mchawi ni nani? Nini tatizo? Leo nitaenda kukwambia kati ya hizi sababu 7, basi huenda wewe una sababu mojawapo na hujawahi kuifahamu. Lakini kupitia hii video utaweza kuifahamu ni sababu ipi inayokusumbua ama inayosumbua ndoa yako nyinyi kutofurahia tendo la ndoa ama kutoshiriki tendo la ndoa kabisa. Karibu sana, tumuombe Crispin, baki na mimi hapa hapa. Sababu ya kwanza inayofanya wanandoa wengi kupoteza hamu ya kushiriki tendo la ndoa ni mawasiliano hafifu katika ndoa. Mawasiliano hafifu na maanisha maisha yenu kiujumla hayapo vizuri. Hamwasiliani kama mtu na mpenzi wake, mnawasiliana kama mtu na babake, kama mtu na bosi wake, kama mtu na adui yake. Sasa na mawasiliano hayapo tu katika mdomo, mawasiliano hayapo hata katika matendo. Namna gani mnatendeana, namna gani mnazungumza. Usimwambie mwenzako maneno mabaya. Kuna baadhi ya maneno unaweza ukayasema kikawaida tu, lakini trust me, kwa mwenzako anaweza kawa amebaki katika moyo wake na yakawa anamuumiza katika nyakati zote. Hata kuna muda anaweza akakaa, mimi kwa nikifanya tendo la ndoa mwenzangu afurahia ama halina faida na mwenzangu, kwa inampotezea ile hamasa ya kushiriki tendo la ndoa na wewe. Kuna baadhi ya maneno madogo madogo yanaharibu hiyo hamu. Kwa hiyo kuweni makini sana katika namna mnavyowasiliana, lakini pia kuweni na mawasiliano mazuri ya kiromantiki. Msifie mwenzako, muonyeshe mwenzako ni muhimu kwako, muonyeshe mwenzako anakustarehesha, muonyeshe mwenzako unafurahi naye, unafuraha naye. Usimuonyeshe una kisilani naye, kwa sababu hiyo ikimkaa hata ujisikia kujitahidi kukufanyia vitu vizuri. Pengine kuna neno baya ulimwahi kumwambia mwenzako mpaka leo analikumbuka. Pengine kuna jambo baya ushawahi kumfanyia mwenzako mpaka leo analikumbuka. Pengine lugha yako ya mawasiliano au mchukulie mwenzako kama mtu muhimu. Pengine tendo la ndoa kwa mwenzako unalichukulia kama ni umalaya wake anaokufanyia, anaokupa. Yani unajua kuna wakati mwingine unalomba tendo la ndoa hauwasilishi vizuri maombi yako. Unamfanya mwenzako ajihisi kama huyu ananiona mimi malaya, yani kanioa tendo la ndoa ananifanyia hivi. Kama unambaka, hayo ni mawasiliano pia. Kushiriki tendo la ndoa ni mawasiliano. Mwenzako anahisi vile unavyomuomba anapata majibu, huyu ananiomba katika namna hii, ananidharau. Lakini kuna namna ya kumuomba mwenzako tendo la ndoa na akahisi umemheshimisha ama umemmisi. Kuna ile mmelala tu umemfunua mguu umeweka. Maana yake ni kwamba hujamisi, ila wewe una shida tu za kukojoa. Kumisi mtu unaanza kuona mnawasiliana kutokea kazini ama tokea asubuhi, unaanza kumwambia mke wangu leo natamani nirudi nyumbani mapema. Mke wangu nimekumisi, mke wangu unafanya nini? Mawasiliano yale tu yanatosha kumuonesha mwenzako mume wangu leo ananyege ama mke wangu leo ananyege, mke wangu leo anamu na mimi. Kwa hiyo mkiona mawasiliano mazuri from beginning, kuanzia kwenye simu, kuanzia kwenye matendo, leo umemletea zawadi hii, leo umemwambia maneno mazuri, leo umemsifia hiki, leo kakosea umemsawazisha vizuri, au mpi kashfa au mfanyike bei, hii itasaidia kurudisha ile hamu ya nyinyi kushiriki tendo la ndoa. Lakini mkiona mawasiliano mabaya itawaondoshea hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Sababu ya pili inayofanya wanandoa wasifurahie tendo la ndoa ama kukosa hamu ya tendo la ndoa ni uchovu na msongo wa mawazo. Sasa uyamkini leo upo katika mahusiano ambao mna miezi, mwaka ama mna muda mrefu hamjashiriki tendo la ndoa, na unaanza kufikiri labda mwenzako ana mwanamke mwingine ama mwenzako ana mwanaume mwingine ama mwenzako hajisikii tena na wewe, mwenzako hakupendi tena. Hapana, na badala yake anza kutazama asili ya kazi ya mwenzako ni ipi ama nature ya kazi ya mwenzako ni ipi. Baada ya kufahamu hilo, utagundua kitu kwamba kweli kazi ya mume wangu ama kazi ya mke wangu inamfanya achoke sana mwili, ama kipindi anachopitia mke wangu kinampa sana stress. Then wewe geuka kuwa tabibu wake kabla ya kudai tendo la ndoa. Sasa kwa mfano kazi yake inampa uchovu wa mwili, shiriki kumfanyia masaji kumrudisha kwa sawa. Mume wangu lala hapo, najua kazi yako inakuchosha sana, pole sana na kazi. Mwage mafuta pale, akishatoka kuoga fanya masaji ya mwili, mfanye masaji full body, mfanye masaji miguu, kichwa, mrudishe katika namna ya kurelax na mwili utulie. Akirudi kuwa sawa kimwili, lazima atatamani tendo la ndoa. Wakati mwingine mtu ukichoka kimwili, tendo la ndoa huwezi kulitamani. Science kabisa ipo hivyo. Ukiwa na msongo wa mawazo huwezi kutamani tendo la ndoa. So unafahamu mumeo labda kuna changamoto anapitia, kafukuzwa kazi, ana kazi, ama kuna migogoro inatokea katika familia yao, ukoo wao, mkeo anapitia katika changamoto. Elewa, moja ya sababu inayofanya watu wakose kufurahia tendo la ndoa ama kuwa na hamu na tendo la ndoa ni msongo wa mawazo. Basi kuwa sehemu yake ya faraja, anza kumfariji, anza kumtia moyo,
kumpa hamasa ili kumrudisha katika ile hali nzuri ya kawaida ya yeye sasa kuanza kuwa timamu na at least akaanza hata kulifurahia tendo la ndoa. Vinginevyo mtakuwa mnapeana tendo la ndoa kibubububu, mtakuwa mnapeana tendo la ndoa kama mnabakana. Inawezekana mtu kachoka, lakini kwa sababu unataka anakupa tu kishingo upande. Ndio ile mtu anakupa kwa anaongea na simu au anasoma gazeti. Hahisi chochote. Wakati mwingine atakahisi tu maumivu. Kama uenjoy tendo la ndoa. Haya maeneo mawili yanaweza kawa ni sehemu kubwa sana. Msongo wa mawazo ama uchovu wa mwili. Sawa Kwa kuanzia leo jua sababu ya pili inayofanya watu wanandoa wakose hamu ama kufurahia tendo la ndoa ni uchovu na msongo wa mawazo. Chunguza kazi ya mumeo, chunguza kazi ya mkeo, tazama hali anayopitia mwenzako na uangalie kama kuna mojawapo kati ya mawili, wewe tabibu wake kumweka sawa kabla ya kudai tendo la ndoa, kwa sababu kuna uwezekano ukadhani haupendwi ukaanza kudai tendo la ndoa katika namna ya kuleta tatizo lingine. Mimi najua tuna wiki mbili sasa hivi hujanigusa, una mimi si unamaliza shida zako huko, unalileta tena tatizo lingine, unamuongezea tena mawazo mengine. Sasa kama ulikosa wiki moja kupewa, ndio mwezi mzima utapita bila kupewa. Sawa Kwa lazima pia tusikimbilie tu kwenye suluhu kwamba upendwi tena ama na mtu mwingine. Tazama pia katika ya maeneo na wewe usehemu ya msaada wake. Sawa. Sababu ya tatu inayofanya wanandoa kukosa kulifurahia tendo la ndoa ama kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa ni maandalizi hafifu kabla ya tendo la ndoa ama kabla ya tendo lenyewe. Tunasema zile romance zile, umemchezea mwenzako hapa, umemshika mwenzako hapa, umemtia nyege hapa, umemchezea pale. Hizo moments zikikosekana kutapoteza sababu ya mwenzako kujisikia hamu ya kufanya tendo na wewe. Kwa sababu kila akikumbuka namna mnavyofanya lile tendo, haoni hata sehemu moja anaihitaji. Kwa sababu kinachomfanya mtu kuwa na hamu na wewe ama kumisi kufanya tendo na wewe ama kufurahia tendo na wewe ni zile moment mnazofanya mkiwa katika tendo la ndoa. Sasa wewe una hata moment moja unaoifanya nzuri katika tendo la ndoa. Maana yake mwenzako hatakuwa na hamu na wewe. Kwa hiyo leo kama unahisi hauna hamu ama ulifurahi tendo la ndoa na mwenzako, tazama maandalizi yenu kabla ya tendo la ndoa yakoje. Mnachezeana vizuri vya kutosha? Anakugusa pale unapotaka kuguswa, anakuchezea pale unapotaka kuchezewa. Kuna watu wengine wanakuandaa vizuri bwana, wanaweza kukukojoza hata goli 2 kabla hata hajaanza kukuingilia. Wapo wanaume mafundi hao. Wanakukojoza hata goli 5 kabla haja kuingilia. Wapo mafundi hao. Sasa hebu niambie, ukimkumbuka mwanaume kama huyo ujisikii nyege kweli ya kutaka kugonga naye? Kuna wanawake wengine bwana, jinsi wanavyokuchezea wewe, kwa mkeo unapiga goli 1 ama kwa mwanamke wengine uliopita nyuma kulikuwa unapiga goli 1, lakini unaenda kwa wanawake wengine unapiga goli 5. Mpaka unajiuliza mwanamke kafanyaje mpaka mimi nimeweza kwenda hizo goli 5. Ukimkumbuka mwanamke huyo niambie, unaacha kumtafuta jamani? Kwa hiyo wakati mwingine hamu na tendo la ndoa inakuja kutokana na ufundi. Kama sio fundi, mumeo anaweza akapitisha hata mwezi hapa au wiki asishiriki tendo la ndoa na wewe. Kama sio fundi, mkeo anaweza asijali hata mkitimiza mwezi bila kushiriki tendo la ndoa na wewe. Ila ufundi utawafanya nyinyi mjisikie hamu ya kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara. Sawa? Kwa sababu ya tatu inayofanya watu wengi wakose hamu ama kulifurahia tendo la ndoa ni kukosekana kwa ufundi ama maandalizi ya kushiriki tendo lenyewe. Sawa Elewa vizuri. Na mkiona kuna vitu vina miss katika namna mnavyoshiriki tendo la ndoa, mnaweza mkabadilika. Mkaanza kulifanya tendo la ndoa katika namna ya kuenjoy. Always mimi nasemaga, tendo la ndoa sio kufika mshindo tu, ni kuenjoy the moment, kufurahia huo wakati. Tumieni masaa 2 saa moja kuenjoy the moment. Sio chomeka tu nikojoe. Na ukishajijua wewe ni unakojoa haraka, sio lazima uanze kumfanya mwenzako ili ukojoe. Pita humo sehemu, chomeka, chomoa, pita kwa hapa, toka kwa hapa, kwa sababu ukichomeka muda mrefu utakojoa, na ukikojoa shughuli yako imeisha. Kwa hiyo cheza danki pale. Badilisha mifumo kuweza kumfanya na mwenzako pia asustain, akae muda mrefu katika tendo na enjoy moments na wewe, ili wakati akikukumbuka basi atamani kulishiriki tendo la ndoa na wewe. Sawa Kwa hiyo sababu ya tatu inaofanya inaopoteza hamu kwa wanandoa kushiriki tendo la ndoa ama kulifurahia tendo la ndoa ni hiyo, kukosa maandalizi ya kimapenzi katika kushiriki tendo la ndoa. Sababu ya 4 inaopoteza hamu ya wanandoa kutolifurahia tendo la ndoa ama kupoteza hamu ya kushiriki tendo la ndoa ni kutojali hisia zenu, ama kila mtu hajali hisia za mwenzake. Kwa maana gani? Kwamba wewe unapojisikia mwenzako hajisikii, wewe usipojisikia mwenzako anajisikia, mnakutana mnapishana hapo kwenye kona. Kwa hiyo yeye anapojisikia wewe ujisikii, unampa tu elimu lake, na yeye anapojisikia wewe ujisikii, na wewe unapojisikia yeye ajisikii, anakupa tu elimu lake.
Ndoa nyingi watu wanapeana hivyo, unajua. Msidhani siku unakutana na mkeo au mumeo eti naye anataka. Kuna wakati tunafanya kama wajibu. Sasa kujali hisia haimaanishi kwamba eti wewe ukiwa una hamu yeye anayo ni umpe hivyo hivyo, no. Bali kuna maanisha mwenzako ana hamu, wewe haujajisikia siku hiyo, kunjua moyo kumpa to the maximum, 100% ile ile unampa siku zote, na utajikuta automatic tu unaingia kwenye mfumo na unaanza kulifurahia tena. Na nikisema kujali hisia za mwingine, maana yangu pia sio tu kwenye yeye anataka au hutaki, lakini pia kuna maeneo yeye anatamani ufanye na wewe haufanye. Maana mume wangu mimi napenda ukinifanyia hivi, mke wangu napenda ukinifanyia hivi, haufanyi, unafanya random. Mke wangu anakuambia mume wangu bado hata ute ke yangu hujatoka, hata ute unaniingia hivyo hivyo, wewe bwana mimi nafanya tu haraka haraka, haujali. Anakuambia mume wangu ni nyonye kuuma, leo nimechoka bwana, wewe weka tu niingize. Anakuambia mume wangu nicheze kisimi, bwana mimi nimechoka. Mume wangu ninyonye chuchu, mume wangu ninyonye hapa, mume wangu nishike hapa, wewe mimi nimechoka tu bwana, subiri tu nifanye. Unafanya kinyume na yeye anavyoomba. Sometimes mwanaume anakuambia mke wangu ninyonye boo, bwana mume wangu wewe usifanye tu, leo nimechoka, nimetoka kuosha vyombo, leo nimefanya kazi siku nzima leo, wewe fanya tu bwana. Yani kama unamsusia. Anakaa mke wangu ninyonye chuchu, mke wangu nishike hapa, mke wangu binuka hivi, mume wangu leo bwana kwa nini usifanye tu hivi tu tumalize tu. Yani unafanya vile random, kwa maana anachotaka yeye wewe utaki kukifanya, unataka kufanya. Maana yake haujali hisia za mwenzako. Mwenzako anakuomba vile kwa sababu anaamini ukinifanyia hivi najisikia raha. Ama masaran wewe umewahi kumaliza, si ndio? Wewe mwanaume umemaliza, mwenzako hajamaliza, nakwambia mume wangu umemaliza ndio umeniacha mimi hivi, nimechoka mke wangu, utafanya kesho tu. Haujali kwa mwenzako naye hajamaliza. Sio, unaelewa? Kwa kuna details ndogo ndogo ambazo wewe unaweza kuzichukulia poa kwamba kesho utazirekebisha, lakini zikikaa katika akili ya mwenzako zinampotezea ile hamu ama kufurahia tendo, kwa sababu umejifurahisha wewe tu, hujamfurahisha yeye. Na ukiendelea kufanya hivyo, maana yake hatojisikia hamu ya kufanya tendo na wewe, kwa sababu ataamini kabisa huyu nikifanya naye ananiachaga njiani, au huyu nikifanyaga naye hafanyagi kama ninavyotaka mimi. Sio, unaelewa? Kwa kutojali hisia za mwenzako ni moja ya sababu inayopelekea watu kukosa kufurahia tendo la ndoa ama kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Sababu ya 5 inayopelekea wanandoa kukosa kufurahia tendo la ndoa ama kukosa hamu na kufanya tendo la ndoa ni kukosa muda wa pamoja. Muda wa pamoja simaanishi ile ukirudi nyumbani. Kurudi nyumbani wewe ni wajibu wako. Utarudi tu, zunguka utarudi tu nyumbani. Muda wa pamoja ni ule kama wapenzi sasa. Kutoka out, mnabadilisha mazingira. Leo mmeenda kula sehemu. Leo mmeenda na watoto kubembea sehemu, kuwafurahisha sehemu yenye park huko. Mmeenda kwenye mbuga za wanyama. Yaani mnatoka kama mtu na mkewe. Sometimes inabidi tutengeneze upya mahusiano yetu ama tuyarenew mahusiano yetu katika namna ya kujisikia boyfriend na girlfriend ama mume na mke. Kukaa ndani, kupika, kulala, kuamka, kwenda kazini, kurudi nyumbani, kukaa ndani, kupiga, hii kisaikolojia inatubadilisha, inatuweka kama watu tunaotimiza wajibu ama masanamu tu ndani ya nyumba. Lakini mnapopata moment ya pamoja kufurahia tu nje na wajibu wa kupika nyumbani, hii inasaidia sana kwa stimulate, kwa pelekeni viwango vya juu vya hisia kali kwenu. Tokeni baa mkanywe 2-3. Nendeni mkalewe ile mkakumbuke mlivyokuwa girlfriend na boyfriend mlipokutana baa huko. Kanyweni Kestrolite zenu, mtashangaa kuna matukio mengine yanatokea mapya hata mkiwa ndani ya nyumba, mnapata vya kusimuliana, mnapata vya kuongea. Mke na mume mnakosa hata stories za kupiga. Lazima uende bwana, urafiki yako Amina naye chizi, hivi ulimuona hivyo kana ule nani pale? Mnapiga story, mnatengeneza urafiki. Sio, unifahamu? Kwa kuwa na muda wa pamoja, leo mmetoka pamoja, leo mmeenda sinema, mmeenda kuangalia mpira, labda mmeenda sio kuangalia movie, leo mmeenda kwenye event fulani, mmeenda bar fulani, leo mmeenda kutiana kwenye hoteli, leo mmeenda. Hiyo moment itawarudishia hamu na hamasa ya kushiriki tendo la ndoa vizuri. Kwa hiyo usikubali kukaa hapo ndani tu na mwenzako miaka 3 mjaye kutoka out. Siku moja toaneni. Tena sio siku moja. Mpange tutatoka mwezi mara 2 mara 3, mwe mnatoka out kwenda kurefresh, kujitengeneza upya, kujibuild mpya, kutafuta story mpya, kutafuta uzoefu mpya, kutafuta mambo mapya na kadhalika. Sio, nifahamu Kwa hiyo kuweni na muda wa pamoja. Lakini sio tu muda wa kuenjoy kama nilivyosema, muda pia wa kuzungumza. Zungumzeni matatizo yenu, zungumzeni changamoto zenu, zungumzeni mipango yenu, zungumzeni, kuweni na hiyo
hiyo chemistry nzuri ya kuzungumza pamoja. Mkikaa pamoja mnazungumza vizuri, mkosani. Kuna wale wanandoa wakikaa pamoja hivi haichukui masaa matatu bila kupigana ama kugombana ama kununiana. Ama sometime mumeo alienda kazini upo nyumbani, lakini una story za kupiga naye, kasoma gazeti, kaangalia taarifa habari, haujui hata naongea nini na mume wangu. Hakuna story. Sasa ile inawaweka mbali kihisia. Lakini mkiwa na ukaribu kihisia, hii inawasaidia kuleta hamu, hamasa ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo sababu ya 5 inayofanya wanandoa wengi kukosa kulifurahia tendo la ndoa ni kupoteza muda wa kuwa pamoja ama kukosa muda wa kuwa pamoja. Kwa hiyo muda mnaoingia katika mahusiano ama katika tendo la ndoa mnajisi kama wageni. Na upweke fulani, lakini mkiwa pamoja. Hebu imagine siku umeenda klabu, umepata mtu, ama umeenda klabu na mkeo, mmetoka klabu, mnarudi nyumbani pamoja. Imagine tendo la ndoa mtalifanya katika namna gani? Yani mtastarehe vizuri kuliko ile kutoka huko kuja kumkuta mkeo nyumbani mkashiriki tendo la ndoa. Mkitoka out, mmepiga mbili zenu huko 1 3, mmefurahia huko disco sio wapi, bar sio wapi. Mnarudi nyumbani na ile vibe mmeingia bafuni kuoga. Show na kwa mimi naanzia bafuni. Mnakuja mnaimalizia kitandani. Yani unaona hiyo moment inawa drive nyinyi kufanya kitu katika namna ya kujisikia vizuri. Kwa hiyo sababu ya 5 inawapotezea wanandoa hamu ama kulifurahia tendo la ndoa ni kukosa muda wa pamoja. Nenda karekebishe hilo pia. Sababu ya 6 inayopelekea wanandoa kukosa kufurahia tendo la ndoa ama kupoteza hamu ya kufanya tendo la ndoa ni kupoteza usafi wa mwili ama kujipendezesha. Sasa hapa watu wengi wanajisahau sana. Wewe kwa sababu umeshaolewa basi ndio unavaa madela alochanika. Wewe ndio kwa sababu ushaolewa basi unakosa kusuka nywele vizuri. Wewe kwa sababu ushaolewa basi hata perfume siku hizi ujipulizie. Wewe kwa sababu ushaolewa basi hata kuvaa nguo nzuri kupendeza upendezi. Kumbuka, huyu mwanaume alivutiwa na wewe katika namna ya uzuri wako, urembo wako. Hebu basi usisahau kufanya hivyo pia, kuendeleza. Obvious nasemaga, yale mwenzako aliyokupenda nayo usiache baada ya kuolewa, nenda nayo katika ndoa. Sasa kwa sababu ushaolewa unadhani umemaliza, kuwa nadhifu mwanamke. Fanya mwanaume akirudi nyumbani anakukuta katika usafi. Sometimes fanya kazi zako mapema. Unajua bisa hii mida mume wangu kurudi, jiandae, kaa vizuri. Anakukuta ushamaliza kazi zako, umevaa kijinzi chako au makimini chako, magauni lako zuri, nywele zako vizuri, umejipodoa, umejilemba, uko safi. Wewe angalia wanawake wengi siku hizi wamepoteza tabia ya kujilemba wakiwa nyumbani. Eti paka akitoka. Sasa unataka kujilemba ukitoka akakuone nani? Ikiwa mumeo yuko ndani ujilembe kwa ajili yake. Jilembe, mumeo akirudi ndio aone uzuri wako. Ajue kumbe mke wangu bado mzuri, asisahau kile kichomvutia kwako. Sio, nifahamu, nukia. Sasa hayo ni masuala ya mavazi. Lakini pia hata katika usafi mwanaume oga. Wanawake wanalalamikaga sio wanaume wananukaga mapumbu, sio makende, wananukaga makende, sio wananukaga makalio, sio wananukaga nini? Wanasemaga wanawake nao. Tuwatukane, lakini pia na sisi tujizingatie tunajiosha vipi. Tujioshe kwa sababu sisi tunataka watunyonye, washuke chini huko watunyonye. Wanakuja huko chini kutunyonya, wanakutana na harufu, watakufa watoto, tutawapa kansa za koo, watakufa. Tujisafishe vizuri. Wapo wanaume watakai kuogado wake zao, wanawajua kabisa mwanaume wangu mimi haogi, karudi nyumbani na majasho haogi, afu baadaye atataka mchezo hivyo hivyo. Mtu unampa mchezo huko kama unatifua gari la choo unaangalia pembeni. Sio, nifahamu kwa wanaume tuoge. Tujipende na sisi kimavazi kama nilivyosema. Tujisafishe vizuri. Sawa, mswaki. Tupigeni miswaki wanandoa. Tusiwe na harufu ya midomo. Mtu unafanya naye mapenzi ama uko naye nyumbani unaongea naye harufu tu inakukata steam, unataka kufanya naye chochote. Sio, nifahamu haya, lakini kwa wanawake na nyinyi pia jisafisheni. Nyinyi ndio wanawake inabidi muoge hata kuzo mara 3. Maana mnakuwa kama ng'onda msipooga. Ukivua nguo nakwambia chumba kizima kinabadilika harufu, hali ya hewa ni ya kwako tu. Sio, nifahamu, muoge. Mwili, usafi wa mwili uwe mzuri. Huu unasaidia pia wanaume kujisikia hamu ya kushiriki tendo la ndoa, unasaidia wanawake kusikia hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Na unasaidia katika namna gani? Watu wanafanya vitu vingi. Watu wanakulamba kila sehemu. Watu wanakuingilia kila sehemu. Kwa hiyo bila kuwa msafi itawakata steam, kwa sababu watu kama wanajichafua. Pengine mwenzako aenjoy tendo la ndoa na wewe kwa sababu wewe mchafu. Pengine mwenzako hataki kufanya tendo la ndoa na wewe kwa sababu wewe mchafu. Sasa pia yeye mwanza kujichunguza. Usiwe kama limama hapo nyumbani. Yaani kama ndio ushazeeka. No, wewe bado binti mdogo, bado mwanamke mdogo, ama wewe ni mama mtu mzima, lakini pia usijizeeshe, bado unaweza kuvaa vizuri ukapendeza katika nyumba yako na mumeo akarudisha hamasa na wewe. Sio mumeo akienda bana anaona shepu za watu huko nzuri, watu wanavaa vizuri, akija kwako anakutana na mataputapu. No, na wewe vaa vizuri nyumbani. Usisubiri utoke ndio upendeze. Sawa Kwa hiyo usafi wa mwili na mavazi ni kitu mojawapo kinachowafanya watu wawe na hamu na wewe. Ama mpenzi, kinachomfanya mume wako ama mke wako awe na hamu na wewe. Tuzingatie katika hayo maeneo.
Sababu ya 7 na ya mwisho ambayo inapelekea wanandoa wengi kutofurahia tendo la ndoa ama kukosa hamu na tendo la ndoa ni migogoro ya mara kwa mara. Haipiti wiki ugomvi, haipiti wiki kuna ugomvi wa mwaka jana mpaka leo bado hujamalizika. Kila siku migogoro katika ndoa yako. Hii haiwezi kuleta amani katika ndoa. Hii haiwezi kuleta furaha katika ndoa. Hii haiwezi kuleta utulivu katika ndoa. Kwa hiyo kama leo unajihisi hauna hisia tena na mume wako ama mke wako, hebu chunguza nyinyi katika hiyo ndoa yenu, kati ya vitu 6 nilivyovitaja, je, mgogoro ndoa yenu hainaga migogoro? Ndoa yenu hainaga msharishari, ugomvi? Nyinyi kweli mnakuwa na amani katika ndoa yenu? Kuna muda mnakaa mnafurahi, kuna muda mnakaa mnaongea vizuri? Kama ndoa yenu imejaa migogoro isiyoisha, migogoro ya mara kwa mara, hiyo itaenda kupoteza hamu ya nyinyi kushiriki tendo la ndoa ama kushiriki lakini hamtolifurahia. Kuna ile namna mwanamke anakupa tu kwa sababu yani ndio atafanyaje kishaolewa. Unasema ukikubali kuolewa hauwezi kulala na chupi. Kuna namna mwanaume anashiriki tu tendo la ndoa na wewe lakini hajisikii, alifurahii, ndio anaenda kutafuta furaha nje, kwako anafanya kama wajibu. Sio, ushanielewa? Kwa hiyo migogoro ya mara kwa mara inaondoa hamu ama hamasa ya mtu kulifurahia tendo la ndoa. Kwa kama ndoa yenu imeambatanishwa na migogoro mingi, hiyo inaweza kuwa sababu moja hapo nyinyi mshiriki tendo la ndoa vizuri ama mlifurahia tendo la ndoa hata mkishiriki. Ondosha hiyo migogoro katika ndoa yako. Sawa sawa. Kwa hiyo leo nilikuwa nimekutajia hizi sababu 7 ambazo zinapelekea wanandoa wengi kukosa kulifurahia tendo la ndoa kama watalifanya, ama kukosa kabisa hata hamu ya tendo lenyewe, na kama watalifanya kama mateso ama kama wajibu. Hebu chunguza na uniambie katika hizi sababu 7 ni ipi unafikiri imepita katika ndoa yako, ni ipi unafikiri imetokea katika mahusiano yako, na kama ipo na umeiona hapa nimeitaja, na kuomba nenda kaifanyie kazi hiyo swala, ama nenda kaifanyie kazi hilo tatizo, ili uweze kudumisha ama kurudisha ule upendo na mshikamano katika ndoa yako. Acha tena kumlaumu mwanaume au kumlaumu mwanamke akupendi tena, akakuchoka na hisia na wewe, no. Kama umeona haya mambo 7 niliyotaja mojawapo lipo katika ndoa yako, basi hilo ndio linaweza ikawa ni sababu ya yeye mwenzako kuwa mbali na wewe kihisia ama kutotamani kushiriki tendo la ndoa na wewe. Na badala ya kumlalamikia yeye, hebu nenda katafuteni suluhu ya hilo tatizo uliloliona kati ya 7 niliyosema. Natumai video imekusaidia sana. Naomba usiache bila kucomment, niambie imekusaidia kwa namna gani na leo utaenda kubadilisha kitu gani. Comment na mimi nitakujibu hapo. Sawa sawa. Na pia kama una ushuhuda unaweza ukaniambia kwamba lipo mojawapo ya jambo ambalo kweli wewe linakutatiza na linakufanya usiwe na hamu na mumeo ama usiwe na hamu na mkeo. Sawa? Lakini pia usiache kusubscribe. Ukisubscribe hapo maana yake ni kwamba kila ninapokuwa na posti video zangu za masomo haya, na wewe utakuwa miongoni mwa watu watakaozipata na kujifunza zaidi. Na kama una changamoto binafsi unataka kunitafuta, basi namba zangu za simu za WhatsApp ambazo ni 0659152333. Nitafute kupitia WhatsApp, tutashauriana, tutaongea mambo mengi sana ya kuweza kuimarisha na kujenga mahusiano yetu. Mimi nikuage tu kwa sasa, tukutane katika video inayofuata hiyo. Ulikuwa na mimi Mo Mbeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Bye bye.